Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Karibuni kwa maadhimisho haya ya Dominika ya 4, kipindi cha Kwaresma, kipindi cha neema. Tumebadilisha mavazi kwa sababu wiki hii inaitwa Laetare Sunday, Rejoice Sunday. Tunafurahi kwa sababu tumefika katikati ya kipindi hiki. Tuna matumaini kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yu tayari sana kutukumbatia, kutusamehe, kutuonyesha upendo. Hata katika Injili tutasikia habari ya mwana mpotevu, na aliporejea nyumbani baada ya kujirudia, ndugu yake mkubwa alikuwa amekataa kumkaribisha. Akaambiwa na baba yake, furahi kwamba ndugu yako amerudi nyumbani. Tufurahi kwamba tuna nafasi ya kumrudia Mungu katika kipindi hiki. Kwenye somo la kwanza, Yoshua kiongozi wa wana wa Israeli amewafikisha Kanani, na wamefanya ile sherehe waliokuwa wamezoea ya Exodus. Sasa kwa sababu wameingia nchi ya ahadi, wameacha kulishwa na mana na vyakula kule jangwani. Sasa wameanza kula vyakula walivyoahidiwa: maziwa, asali. Kwa kifupi, wanaingia kipindi kipya. Bwana wetu Yesu Kristo katika somo la pili akitumia Paulo anasema yeyote yule ambaye amekutana na Kristo anabadilishwa, anakuwa kiumbe kipya. Tuko hapa kukutana na Kristo, tufanye viumbe vipya. Hata tutapata nafasi ya kuelimishwa naye katika neno na kumoja katika mwili na damu yake. Zaburi inasema, onjeni na mtaona wenyewe kwamba Bwana ni mwema. Kwenye nia zetu, tukiongozwa na jumuiya ya Mtakatifu Faustina, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, jumuiya hii na jumuiya zingine zote, familia zetu. Mmoja wao Grace Ojela anamshukuru Mungu kwa neema zake, uponyaji, hasa kwa Jane, Grace, Ngweri, David Hinga na wote ambao hawajisikii vizuri. Wanaombea watoto wote, hasa wakiandaliwa kufunga shule, wapate neema kwa Mungu, mwongozo wa Mungu, ili waishi kwa usalama na kwa amani. Grace Ojela natuomba tuendelee kuomba kwa ajili ya roho ya Anthony Wayua, aendelee kupumzika kwa amani.
Nimebeba hapa lot of papers. Hapa tuna list ya wale ambao wamejiandikisha kwa DMC number. Tunaombea na jumuiya zao, na tukiomba wengine pia waendelee kuregister ili tuweze kusonga pamoja kama kanisa. Hizi intentions ni nyingi, siwezi soma, lakini nimepitia zote. Na Wakristo wetu wameandika, zingine wakaacha pale kwenye grotto na zingine hapa kwa chapo. Mahitaji yenye yako hapa tunayaweka mbele ya Mungu. Mungu husikiliza na hujibu sala. May these prayers be answered at the prime time. Kama mwana mpotevu, tunyenyekee mbele ya Mungu tukiomba msamaha kwa sababu ya kupotea kwetu, kwa sababu ya kuwa wasteful, kwa sababu ya dhambi zetu nyingi. Mungamia Mungu Baba Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu, kwa kazi ya neno wako unawaletea wanadamu upatanisho kwa namna ya ajabu. Tunakuomba uijalie jamii ya Wakristo izidi kuzijongea sikukuu zijazo kwa utayari wa ibada na imani hai. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina.
Somo katika kitabu cha Yoshua. Siku zile Bwana alimwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiondoa hiyo aibu ya Misri kwenu. Waisraeli walipokuwa wamepiga kambi huko Gilgali jioni ya siku ya 14 ya mwezi, waliadhimisha sikukuu ya Pasaka katika tambarare za Yeriko. Nao wakala mazao ya nchi siku ya pili baada ya sikukuu ya Pasaka, yani mikate isiyotiwa chachu na bisi siku ile. Walipokula mazao ya nchi ile siku ya pili yake, maana ikakoma, kwa vile sasa waliweza kula mazao ya nchi ile. Kwa kuwa Waisraeli hawakuwa na mana tena, wakajilisha mazao ya nchi ya Kanaani tangu wakati huo. Neno la Bwana. Zaburi 34. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Nitamtukuza Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wanyonge wasikie na kufurahi. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Mtukuzeni Bwana kwa
dhambi, tuliadhimishe jina lake pamoja. Nilimkimbilia Bwana akanisikiliza, akaniokoa katika hofu zangu zote. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Mtazameni Mungu mkafurahiwe, na nyuso zenu zisihuzunike. Mnyonge huyu alilia, naye Bwana akamsikiliza, akamuokoa katika shida zake zote. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. 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 Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, mtu akiwa katika Kristo ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, mapya yamefika. Hayo yote yanatoka kwa Mungu. Yeye ametupatanisha naye kwa ujumbe wa Kristo, akatukabidhi sisi kazi ya ubatizo. Yaani, Mungu ameipatanisha dunia naye katika Kristo, kusudi asiwahesabie watu tena makosa yao. Akaliweka neno la upatanisho ndani yetu. Basi tumekuwa wajumbe mahali pa Kristo, kwa maana ni Mungu anayeonya kwa huduma yetu. Na ombi tunalotoa kwa jina la Kristo ndilo upatanishwe na Mungu. Yeye amemfanya yule asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili na sisi tuwe uadilifu wa Mungu katika yeye. Neno la Bwana. Mshukuru Mungu. Shangilio. Ewe Kristo, wewe utukufu. Ewe Kristo, wewe utukufu. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, e Bwana. Wakati ule watoza ushuru wote na wakosefu walimjia Yesu wapate kumsikia, lakini Mafarisayo
na waandishi wakanung'unika wakisema, huyu huwapokea wakosefu na anakula nao. Akawaambia mfano huu: mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mdogo akamwambia baba yake, baba, nipe sehemu ya mali iliyo haki yangu. Basi baba akawagawia mali. Baada ya siku si nyingi, mdogo huyo akakusanya vyote, akaenda mbali ugenini aliko tapanya mali yake kwa kuishi maisha ya waserati. Alipomaliza vyote, njaa kali iliingia nchi ile, naye pia akaanza kupatwa na shida. Basi akaenda kujiunga na mwenyeji wa huko aliyemtuma shambani kwake kulisha nguruwe. Akatamani kujishibisha na maganda waliokula nguruwe, lakini hakuna mtu aliyempa kitu. Akajifikiria akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wana chakula tele, nami ninakufa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwanao. Unitendee kama mmoja wa watumishi wako. Basi akaondoka akarudi kwa baba yake. Baba yake alimuona angali mbali, akamuonea huruma, akamkimbilia, akamkumbatia, akambusu. Mwana akamwambia, baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwana wako. Lakini baba akawaambia watumishi wake, upesi leteni joho maridadi, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Tena mleteni ndama mnono, mkamchinje, kisha tule na kufanya sherehe, kwa maana huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana tena. Kisha wakaanza kufanya shangwe. Sasa mzaliwa wake wa kwanza alikuwa bado shambani, na aliporudi na kuikaribia nyumba, alisikia vifijo na ngoma. Akamuita mmoja wa watumishi, akamuuliza, kuna nini? Naye akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amechinja ndama mnono, kwa sababu amempata tena salama. Akakasirika, na alipokataa kuingia nyumbani, baba yake alitoka nje na kumsihi. Akamjibu baba yake, tazama, miaka mingapi nimekutumikia, tena sijavunja amri yako hata mara moja, lakini hujanipa hata mwanambuzi nifanye tafrija pamoja na rafiki zangu. Lakini huyu mwana wako aliyekula mali yako pamoja na makahaba, aliporudi
umemchinjia mara ndama mnono. Akamjibu, mwanangu, wewe umekuwa pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Lakini sharti tufanye shangwe na furaha, kwa maana huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka tena, alikuwa amepotea naye ameonekana. Ndugu na dada katika Kristo, hii ndio habari njema ya wokovu wetu. Sifa kwako, Kristo. Mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Karibuni tena tuwaze pamoja juu ya hili neno, na kabla kuguzia hili neno tukumbuke bado tuna mwongozo wa Lenten campaign, na leo hii tunaomba na kuzungumzia mambo ya elimu inayohusisha kila sehemu yetu, wanaita kwa kizungu holistic education. Na katika constitution yetu ya Kenya, article 53 imesema kila mtu ana haki ya kupata elimu, na Act of Education ya 2013 pia inasema kila mmoja bila kuangalia rangi, umri, jinsia, ana haki pia ya kupelekwa shuleni kupata mafunzo, kwa sababu elimu inafaa kupatia mtu skills. Ukitumia hizo skills, ukiongeza gifts zingi ambazo tumepewa na Mungu, hata tukiajibika katika kazi zetu, tunafanya kazi, tunatekeleza wajibu wetu, tukizalisha matunda mema in an orderly way as people who are informed. Lakini kuna shida kwamba watu wengi hata wakisoma, kwa mfano hata tukizungumzia vijana wetu wengi wamehitimu kwenye university zetu, lakini wameshindwa kukopa na maisha ambayo tunayaishi, uchumi, biashara zetu, kulima, kuna matatizo kila sekta. Sasa unapata kwamba vijana wengi hawana makazi, kwa sababu ya kukosa makazi wanaanza kujiingiza katika matendo ambayo hayafai, ya ukora. Nchi yetu inaendelea kuharibika, wengine kutumia mihadarati, wengine kulewa, na misimu yetu ya elimu haijashika mizizi vizuri. Unakumbuka tulianzia msimu wa 7 ilikuwa 7, 4, 2, 3. Unakumbuka? Serikali kaona ni vizuri kubadilisha, ikaweka system nyingine inaitwa 844. Mimi nilipitia hiyo ya 844, lakini wakasema mara nyingi ni kama wanafunzi wa kumemorize, hawashiki vizuri. Sasa juzi 2017 serikali pia imeanzisha system nyingine inaitwa 2-6, unaelewa? 3. Hata wale wanaitengeneza hawajaielewa vizuri, lakini kile tunaelewa ni kwamba ni msimu wa CBC. Inakusudia kuona watoto kwamba
wanashika kila fundisho na wanachagua kile ambacho ama wana specialize na ile ambayo wamejaliwa zawadi nyingi kushinda kwingine. Sasa pia kanisa iko kipao mbele, imeanzisha shule mingi. Hata hapa kwetu tuna Divine Mercy School. Tunataka kuhakikisha kwamba watoto wanapata hiyo holistic education, wako katika mazingira mema. Ndiposa hata katika strategic plan yetu tunataka kuboresha shule yetu, tuwe na big library, tuongeze madarasa ya kisasa. Tayari tuna zahanati, tuna laboratories za kompyuta kufanya utafiti, na tuna walimu wamehitimu. Mungu akituwezesha pia tutaweka shule ama mabweni, mahali pa kulala, ili watoto wapate mazingira mema ya masomo. Ni vizuri tuendelee kuombea hizi systems za masomo, tusupport serikali kwa sababu imeingia na haiwezi rudi nyuma. Ministry of Education, tusupport watoto wetu, walimu pia wawe motivated, wazazi wajikakamue ili tupate mali za kutosha kupeleka watoto wetu shuleni. Sisi kama Wakristo tukipata nafasi ya kusoma kama sasa tunasoma vizuri. Hata ukitaka kuja na notebook na kalamu unaweza kuja nayo, sababu haya masomo ni muhimu kuliko yale mengine ya shuleni, sababu kile tunafundishwa hapa ni mambo na imani, na imani ndio itatufikisha mbele ya macho ya Mungu. Ukisikia kuna semina bila kusita unaenda. Ukisikia kuna kwaya wanaimba nyimbo, ukisikia CNA wana wimbo na unahitaji support, tukisema la Sunday na mashindano yatakuwa hapa, kama wewe ni mwanaume jiunge na wao, msome pamoja, uimbe pamoja. Kama ni vijana wetu wamechukua miezi miwili ya formation na wanafundishwa tu mambo ya kawaida ya kuishi vizuri, ili wasifike uzeeni waanze kujuta kisema tungelifundishwa haya na tungepotea. Sasa kama wewe ni kijana hujajiunga na wengine, fanya hivyo. Kuna mafundisho pia ya kina mama wa Katoliki, na kina mama wote wenye wako hapa na wa Katoliki, tukubali kusoma. Elimu huondoa ujinga. Wanasema wazungu, education is key to success, to power, to excellence. Sasa wiki hii pia ni wiki ya 4, na tukisema ni wiki ya kufurahi. Tunafurahi katika Bwana kwa sababu tunaambiwa leo anatupenda. Ni Mungu wa huruma. Upendo wake na huruma yake haina kifani. Tumesikia vile aliokoa wana wa Israeli kutoka utumwa kule Misri, akawafikisha Kanani. Sisi tunaokolewa kila siku, tunataka kukombolewa kwenye minyororo ya aina yoyote ya dhambi, corruption. Kila mtu anajua mahali ameshikika. Tufunguliwe na Bwana wetu, tuwe huru na tuendelee kufurahia matunda, hasa matunda ya kiroho ambayo tunapokea kwa ubatizo, kipaimara, na wakati tunasherekea sakramenti nyingi, na tukiendelea pia kuombea wale ambao wanaandaliwa siku ya familia day yetu wakifunga ndoa, ili familia zetu zisimame imara, kanisa lisimame vizuri, society yetu pia isimame vizuri. Na tukasema tuna bahati kwamba Mungu anajitolea kila wakati. Alikubali kuwa mwanadamu na ni mwana wa Mungu ili aishi nasi
Ufalme wa Mungu umetukaribia sana. Kristo anatukaribia, anatushika mkono, anatuelimisha, anatusamehe tukiomba msamaha, tukiomba uponyaji anatuponya. Hakuna jambo lile tunapeleka kwa Mungu tunatoka bure. Kristo ako nasi. Ndiposa Paulo anasema yeyote ambaye ameingia katika maisha ya Ukristo amebadilishwa, na akimtegemea Kristo kabisa na kumfuata na msalaba wake. Tukumbuke kila Ijumaa tunatembea hiyo njia ya msalaba, kwa sababu ili tuwe washindi lazima tujikakamue. Wanasema there cannot be an Easter Sunday without a good Friday. Hata dhahabu na uzuri wake inajaribiwa na nini? Na moto. Bwana wetu alijaribiwa akawa mshindi. Tukiwa na Yesu tunatarajia tutakuwa washindi. Sasa leo amekutana na watu wa aina mbalimbali. Baina yao kuna Wafarisayo, na wananung'unika kwamba huyu Kristo anatangamana pia na watenda dhambi. Tukumbuke Kristo alikuja, ukisoma John 10:10, that kila mtu aishi vizuri kwa furaha, kwa amani, ashike njia ya imani, asipotee. Kristo hataki kupoteza hata mmoja wetu. Yuposa hata tunasikia kwingine akisema, ukiwa na kondoo wako 100, mmoja apotee, utawaacha wale 99 ukatafute yule mmoja, kwa sababu is interested in saving everyone. Sasa Kristo amepeana huu mfano. Baba mmoja alikuwa na vijana wawili, mmoja akaitisha urithi wake, na haikuwa vizuri, sababu nyakati hizo kuitisha haki yako ni kama kusema unataka baba yako aage. Lakini baba ana uzoefu wa kupatia watoto wake freedom. Mungu wetu pia anatupatia freedom. Wazazi wetu wanatupatia freedom. Lakini kupewa freedom si kumaanisha kwamba ufanye chochote kile unataka kufanya, kukunywa chochote kile unataka kukunywa, kuongea vyovyote, kukojoa anywhere. No. Every freedom has to have limits. Sasa huyu kijana tunaambiwa kwamba alipogawiwa mali yake, aliondoka akaenda nchi ya mbali, akaponda raha, akajivijali. Lakini maisha yakamwendea mrama. Mali huwa zinaisha. Hakuwa ameweka hazina, kwa sababu alikuwa ni mkaidi. Alipopata taabu, akaenda kutafuta kazi. Kazi aliyopata ni ya kulisha nguruwe. Nyakati hizo kule Israeli, nguruwe walikuwa wanahesabiwa kama wanyama wachafu. Anafanya kazi na wanyama wachafu. Siku hizi nguruwe ni wasafi, na hata nyama yake si mbaya. Sasa akihisi njaa, alikuwa anakula mabaki ya nguruwe, na ni mtu ametoka familia ya kifahari. Sasa baada ya kuteseka kwa muda, akajiita mkutano, akajisikiza. Tunaambiwa he came back to his senses. Back to his senses. Tumepewa senses kama 5, na ni muhimu sana tuwe tunatumia hizo senses. Tunasikiza mara kwa mara. Mungu anasema, sikiza Israeli, sikiza mwanangu. Sikiza sauti za Mungu. Sikiza sauti za wazazi, walimu, viongozi. Tazama utaona, na utasoma kwa kuona. Using our senses. Nusa pia, utasikia harufu nzuri na zingine mbaya. Sasa huyu he came back to his senses. Akasema, siku na wafanyikazi wengi wa baba yangu, na wanakula vizuri, wanaishi vizuri kushinda mimi. Nitaenda nyumbani niulize baba kama anaweza kunikubali kunichukua tena
nikuwe mfanyikazi wake, na ameteseka muda mrefu. Kumbe naye baba huwa hapati usingizi. Hata Mungu wetu hatulii kama tumepotea, anatutafuta, anatuongelesha kupitia kwa dhamira zetu, marafiki zetu, anatuma malaika walinzi. Saa zingine tunakuwa wakaidi, tunakataa kusikiza. Huyu alisikiza hizo sauti. Akifika nyumbani hivi, babake ndiye alimkimbilia, na ni mzee, ndiye alikimbia. Alipomuona akamkumbatia kwa furaha, akambusu, akamwambia karibu mwanangu. Huyu kijana akasema statements mbili tu: baba, nimekosa, nimemkosea Mungu na nimekukosea. Nimekosea mbingu na nimekosea mambo ya ulimwengu. Baba hakumpatia nafasi ya kuendeleza hizo story. Ni kama tunavyoenda kwa maungamo, tunawaza tukiwa nyumbani, tunajileta mbele ya Mungu. Unapata padri ambaye amewekwa pale kama chombo. Tukumbuke tunaomba msamaha kwa Mungu. Padri yako pale tukukusaidia, anakusaidia, anakupatia counsel, unapewa penance, unapewa absolution. Ukitoka pale unajisikia tena uko huru. Huyu kijana ni kama alikuwa ameenda maungamo. Wale ambao labda kati yetu hawaendi maungamo, we are still prodigal sons and daughters. To be prodigal is to be wasteful. Tunajiwaste tu. Tukubali tumepotea, kuje tuombe msamaha na tutasamehewa dhambi zote. Mungu hawezi akatufukuza. Sasa huyu baba tunasikia kwa haraka aliambia watumishi, leteni nguo safi. Mungu anatuita na anatuvalisha neema mpya. Leteni viatu. Kumbuke wafungwa hawavalii viatu, lakini Waititu sahi hawana viatu, wanatembea mguu tu. Huyu kijana si mtumwa tena, avalishwe nini? Viatu. Leteni hata pete ya dhahabu. Ukiona mtu anakuweka pete, anakuonyesha nakupenda. Na hiyo pete si ni around, nakupenda all round, with your weaknesses, with your strength. Endeni, kimbieni kule nje, mchinje kondoo aliyenona. Huwezi chinjia adui yako. Bwana wetu anatuandalia karamu hapa, sababu sisi ni marafiki zake, ni watoto wake, sisi ni watumishi wake. Sasa kwa bahati mbaya, yule ndugu mkubwa inasemekana pia alikuwa shambani. Yule baba baada ya kusikia kijana amekataa kuingia, akamwambia, akaenda kwake tena. Mungu huwa anatukujia, anajaribu kutuin back. Akamwendea, akamwambia, mwanangu, vyote tulivyo navyo si ni vyetu. See, the kingdom belongs to us. We are the children of this kingdom. Usikubali kupotea ama kupotozwa na mambo ya ulimwengu. Yote yaliyo ya Mungu ni yetu. Furahi tu. Kubali tufurahi pamoja na huyu ndugu yako, kwa sababu ni kama alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Tukiishi katika dhambi ni kama tumekufa. Tukiomba msamaha tunasikia tumefufuka tena. So tukubali Mungu atutafute, tuonekane, tujaze neema mpya kipindi hiki, wakati wa Easter na hata baadaye. Kuna hadithi moja, kuna Mkristo mmoja alikataa mambo ya kanisa, akakataa mambo ya jumuiya, na alikuwa Mkristo mzuri. Akasema, sasa ni kama Mungu hajibu sala zangu,
Sasa nitakuwa nikienda kule shambani na kule mistuni, kule kwenye mito, kwenye milima, nitakuwa najaribu kuongea na Mungu wangu in the nature outside there. Sitakuwa naenda kanisani tena, hata jumuiya. Padre wa kanisa hiyo akakosa huyo mtu. Kauliza na fulani alienda wapi? Alikuwa amekuwa mkaidi, siku hizi hakuja hata jumuiya. Alikuwa na simu yake, akampigia, akamuita kwake wakule sapa. Kumwambia nimekuita sababu nimekukosa sana, na hata hatutaki tuongee mambo mingi, nikukula tu pamoja. Lakini waliguzia mambo na siasa kidogo. Akasema wiki hii Ruto anaenda kule kwa mlima, hawajui mambo itakuwa aje. Watu wanaambiwa waache hizi nyimbo, ati Ruto must go, watafuta nyimbo zingine. Kwa hiyo mnaweza tunga wimbo mwingine ambao hauna matusi. Sasa wakizungumza pale, yule padri wanaota moto na wanatumia kuni, akachomoa fimbo moja ya kuni, sinawaka, akaiweka hapo kando. What happens ukitoa kuni kwa moto? Sinatoa moshi. Akatoa moshi, akaanza kujifunika macho, mara ikabadilika ikaanza kuwa grey. Wanazungumza tu. Alafu yule padri akashika ile kuni, akarudisha kwenye moto na ikawaka tena. Si alikuwa anafundisha huyo mtu somo kubwa na nzito, kwamba ukipotea, ukiishi peke yako, unatoa moshi, mwisho unazimia na unapotea, lakini kuna nafasi ya kurudi. Huyo mzee hata hakugoja tena, alisema nimesoma vile umefanya hapa, next week nitarudi kanisani. Mungu wetu ametualika leo, anatuzungumzia na anatuonyesha umuhimu wa kumkaribia, kuomba msamaha na kuishi vizuri na wenzetu. Inakaa ngumu, lakini kwa neema yote yawezekana. Mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala tutakiri imani. Sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi, na kwa mamlaka ya Poncio Pilato akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Hizi tunahimizwa, ile jumuiya ambayo inaongoza inatupea watu watatu.
wanaongoza hizi sala za waumini. Si tunaweza anza leo kuja hapa mbele, mmoja anaombea familia, mwingine anaombea kanisa na mwingine anaombea nchi yetu. Watu watatu tu. Jumuiya ya Faustina ama watu wa kujitolea. Tuna mama mmoja. Ni sala za waumini, ni sala zetu sote. Hatuweki nia za mtu binafsi. Ni kuweka tu intentions za family, intentions za kanisa na intentions za nchi yetu. Mtu mmoja mwingine. Wanaume walienda wapi? Boy child. Boy child hajui kuomba? Wa kwanza ombee familia, pili kanisa, watatu nchi yetu. Mungu Baba wa kuja mbele zako siku njema, nikushukuru kwa sababu chako. Nikushukuru kwa kuwezesha mambo kufika hapa katika hii ya Mungu tuombee zetu. Tuombee wazazi wa familia na asili moja na hata sisi kwa kuweka mikono tuna kwa ili kuwezesha kwa Mungu Let us pray for our country. Our Heavenly Father, we bring our country Kenya into the able hands of Almighty God. May you bless our leaders. May you show them the way to our Father to lead us in the righteous way. We pray for Kenyans, Almighty God. It is hardship given Heavenly Father. We pray for you to ease everything unto us, Jehovah God. Bless our country, Kenya. Bless the people of Kenya. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Lord, the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, we pray before you for this holy church of mercy. Take care of all the progress which are before us, and believe that this major progress which is before us will be much fast, so that we can hope this. We pray together. Mungu mkarimu, kwa upendo, rehema na huruma yako, kama Baba yetu, tumekusanyika hapa kama wanao, mtumishi wako, tukiomba tuondolee yale ambayo huwa yanatufunga, utukaribishe tena, kwa sababu wakati mwingi tunapotea kama mwana mpotevu, na pia tunaomba utuwezeshe kufungua mikono na nyoyo zetu, kukumbatiana wenyewe, kusameheana kama vile ambavyo unatusamehe kila wakati. Kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen.
Mungu abariki this equipment for the use of the church. Sarini ili sadaka hii yangu na yenu kubarike na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakutolea kwa furaha dhabihu iletayo ukombozi wa milele. Tunakuomba kwa unyenyekevu utujalie tuiheshimu kwa moyo mwaminifu na kuitoa inavyofaa
kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, kwa fumbo la umwilisho wake uliwaongoza wanadamu ambao walikuwa wakitembea gizani, akawafikisha kwenye nuru ya imani. Nao waliozaliwa watumwa wa dhambi ya kale akawafanya kuwa watoto wake kwa maji ya kuzaliwa upya. Sababu hiyo viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani vinakuabudu vikiimba wimbo mpya. Nasi pia pamoja na majeshi yote malaika tunakutukuza tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akikitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Mwokozi wa ulimwengu, tuokoe, wewe uliyetukomboa kwa msalaba wako na ufufuko wako. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja
Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu Filipo, maaskofu wasaidizi Daudi na Simon Peter, waklero wote, jamaa hii yote. Mahitaji haya yote tumewekelea kwenye madhabahu. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyowaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tupeane amani. Yesu,
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uje kwangu, Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno moja tu, roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo zitulinde hadi tufikie na kupata uzima wa milele. Sala kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu. Kristo Yesu Mwokozi wangu, nasadiki uko kweli katika altari hapa. Nasadiki kwamba utapewa sasa hivi mwili wako na damu yako pamoja na roho yako na Mungu wako. Nasadiki kwani ndiyo wewe uliyetueleza Yesu Roma na kuabudu katika hostia takatifu na kuungana ndiwe Mungu wangu na Bwana wangu, na kunyenyekea na kutolea heshima na chochote changu. Bwana wangu, sistahili ndio wangu, kwani mkosefu mimi, na kuomba uniondolee dhambi zangu, unitakase kabisa, nipate kupokea kwa moyo mwema. Ee Mungu, umenifunga katika sakramenti ya Ekaristi kwa sababu unanipenda mno. Unitie moyo wa kupenda sana vile vile unavyonipenda. Amina. Christ. Christ. Blood of 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 Christ. Body of Christ, 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 amen. Body of Christ, 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 b
refresh, 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 refresh,
Body of Christ. Body of Christ. Sala baada ya kupokea Ekaristi Takatifu. Roho ya Kristo takase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nichangamshe, maji ya uwangu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ewe Yesu, naomba usikilize, katika maneno yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Sala ya Jubilei mwaka wa 2025. Baba wa mbinguni, imani iliyotupa kupitia kwa mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliye ndugu yetu na mwali wa ukarimu, unaowaka katika mioyo yetu kwa Roho Mtakatifu, amsha tena ndani yetu tumaini lenye baraka kwa ujio wa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za injili. Mbegu hizo zibadilike kutoka ndani ya binadamu na ulimwengu wote, katika matarajio ya uhakika wa mbingu mpya na nchi mpya, utukufu wako tunaye milele. Neema ya Jubilei imwage tena ndani yetu kama mahujaji wa matumaini tunaotazama hazina za mbinguni, na neema hiyo hiyo ieneze furaha na amani ya wokovu wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu unayetukuzwa daima, upewe sifa milele na milele. Amina. A prayer for the Divine Mercy Church Project. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, acknowledging that all of these come from you. Thank you for the vision and the opportunity to serve you through our church projects. We commit the strategic plan, resources, and efforts into your hands. Lord, grant us wisdom, strong faith, and unity. Provide us with the necessary resources, open doors of favor, and bless the hearts that labor for your kingdom. May these projects be a light for our community, a source of hope, and a testimony of your faithfulness. Let them be united by your spirit, and may all who bring glory to your name. Strengthen us when challenges arise, and remind us that with you all things are possible. We pray for success, provision, and above all, that this project will draw all souls to your love. Saint Joseph the Worker, pray for us. Saint Faustina, pray for us. Jesus, I trust in you. Amen.
Tuombe. Ee Mungu, unamtia nuru kila mtu ajaye katika ulimwengu huu. Tunakuomba uziangaze nyoyo zetu kwa nuru ya neema yako, ili tuweze kuwaza daima yaipendezayo adhama yako na kupenda wewe kwa dhati, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Amani na baraka za Mungu Mwenyezi, za Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ziwashukie na kukaa nanyi daima na milele. Tudumu katika imani. Ikifika wakati wa kwenda, twende na amani, tukampende na kumtukuza Mungu. Ibada takatifu ya misa imekwisha. Tunawatakia wiki njema. Kabla ya matangazo, tuketi tupatie watu wa CJPD nafasi watuelezee kuhusu theme ya wiki hii. Together in prayer. Pilgrims of hope. Some this week. Our theme of this year is genuine desire. Week 4 we talk about the role of holistic education. The education Article 230 defines the right of all persons to education, regardless of their status. Efforts were made to have inclusive education, and trips were being made to have education system benefit all citizens. However, the challenge have been that many of trips education system have not fully served the country needs. They have produced graduates who cannot cope with their changing industry trends, leading to mass unemployment to our system as dramatically changed from.
The system was changed from since we got independent. The first system was 7-4-2-3 system. The second one was 8-4-4. Now we have 2-6-3-3-3 system, Lord, 2017 to 10. First, faith-based institutions have been playing a significant role providing education in the country since pre-independence. However, the role in education and policies for formulation have lately been undermined, leading to more divergence in education institutions. Churches have been vocal in promoting education worldwide. In February 2014, message to participants at a conference in Madrid, Spain, on the church commitment to education. Conference highlighted the importance of Catholic institutions in ensuring that education is accessible for all. And true education leads us from life without bounds to life guided by God values. We become creatures later called to our past way in life. This one we need to ask ourselves and come from Corinthians chapter 5 verse 17. How well do you understand the current education system? And secondly, do you understand the policies and law-guided education in the country? Ask yourself. As emphasis on Legend Campaign Antwerp, you have Legend Campaign Antwerp, colored in purple. You'll pick from our ashes. When you have that Antwerp, take where Legend Campaign. Then the return of Legend Antwerp first on Friday after the Mass at evening, on Sunday after Holy Masses, or after that day will be announced after Lenten season. Then when you put that passion, you pick another. The picking of all together in prayer. Reverence of hope. Together in prayer. Together in prayer. Let us repeat that, together in prayer. Together in prayer. It's not prayer, it's fragrance of hope. Together in prayer. Together in prayer. Fragrance of hope. Wahujaji wa matumaini. Pamoja katika sala. Pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. Kwa jina naitwa Lilian Wairimo. Nimetoka Diocese of Nairobi, kitengo cha familia, that is Family Life Department. I'm the Family Life Coordinator and the Counseling Psychologist at the Diocese of Nairobi. Nafanya chini ya Bishop Kamomoyo ambaye ndiye mkubwa wangu, na kazi yetu hasa kama kitengo cha familia ni kusaidia familia ziweze kusimama, kwa sababu familia ni wito. Kama vile tuko na wito mbalimbali, pia familia ni wito, na tunaona ni wito ambao kwa wakati huu hasa miongoni ya watoto wetu umepuuzwa sana, kwa sababu labda wale ambao katika wito wa ndoa na familia kuna mahali hatuendi vizuri, na ndiposa kama kanisa kupitia askofu mkuu aliona ni vyema tuwe na hii kitengo ili tuweze kutembea na familia, tuweze kusimamisha familia na pia kukumbusha watu
maana na faida ya kukaa pamoja kama wanandoa na kulinda ndoa. Na kiposa hata hapa kupitia padri wetu ambaye ameweza kuweka watu pamoja, tuko na familia 22 ambao wanajitayarisha ili kuhalilisha ndoa zao wakati tutakuwa na family day. Na yule ambaye amekaa hapa na labda hajatokea meza ya Bwana na kumesikia leo katika somo kuhusu yule ambaye alikuwa anateta, anasema mimi sijachinjiwa, lakini aliambiwa vitu vyote ambavyo viko katika hii nyumba ni vyako. Na je, wewe kwa sababu unakuja kanisa kila wakati utakuwa kama yule ambaye aliteta na mambo yote yako nayo pale, ni nafasi hajachukua na utakuwa ukiteta kwa sababu yule mwingine ameletwa. Tafadhali tuweze kukaribia, hasa tuweze kubadilisha ndoa kwa wale ambao tunakaa pamoja. The Community kanisa imefungua milango, hasa tuchukue neema ambazo kanisa itatupatia mwaka huu wa Jubilee, ambao ni mwaka wa neema, ni mwaka wa kuleta hope ya kwamba tunaambiwa hata ingawa mambo yote yamekuwa magumu na giza inaonekana, kuna tumaini tukimkaribia Kristo. Na kama sisi kitengo cha familia ni kutembea na sisi wote wana familia, kwa sababu tunajua si vile watu wanasema pale nje ya kwamba marriage is a scam. Sisi tunasema marriage is good, marriage is sweet and marriage works. Kwa sababu pia sisi nikiwa mmoja wao nimekuwa katika ndoa kwa miaka 27 na ninajua ndoa ni kitu muhimu na ndoa ni kitu nzuri kama tutazingatia maagizo yale Mungu ametuwekea na kama tutaomba pamoja na tuweka Mungu katikati. Kwa hivyo nawakaribisha wote katika yale masomo ambayo tunaendelea. Tuko karibu kutamatisha, lakini najua tutaendelea kupanga ili tuweze kuendelea kuongea kuhusu familia na kuhimiza upendo kati ya wanandoa. Mungu awabariki, abariki ndoa zetu na abariki familia zetu. Asanteni. Na matangazo ni mengi na ni yetu yote. Nilikuwa nafikiria wameisha. Tuendelee kupongeza hao ambao wamejitolea kufunga ndoa, na hata kama ulipitwa na huu wakati wa family day, you can still register either as a group, couple. Kama wiki hii kwa mfano tutakuwa na harusi hapa kwa chapo ya watu 5, bibi, bwana, wasimamizi 2 na padri. Bora si ni sakramenti, kama vile wanasema bora uhai. Don't complicate issues. Na tulikuwa tunaonelea ikiwezekana wakati huu wa family day, badala ya kutafuta watu wa kuchukua hizo events, we could support maybe our media team here. Na sijui kama huwa mnatazama hizi misa ambazo zinarekodiwa hapa, sababu kila wakati ziko kwenye YouTube. Kuna watu kutoka mbali labda wanawatch, wanasikiza, na sisi hatutazami. Ikiwezekana, sijui itakuwa wakati gani, we go an extra mile, maybe before the family day, ili tuweze kununulia hawa vijana a video camera yenye itatumika kwa kanisa na itatumika shuleni, tukiwa na events kule chini pia Mary Immaculate. And with that we can be able to stream live masses. Tuna internet tayari hapa kwa kanisa, ni kuweka tu connect kwa hiyo video camera. Viongozi labda watatupatia mwelekezo siku yenye tunaweza kufanya hiyo mchana. Otherwise, asanteni sababu sisimami hapa tena, kwa uwepo wenu, kuchangia na kushiriki vizuri katika ibada hii. Karibu mama. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sana. Mahujaji wa matumaini.
Nimesimama hapa kuwashukuru kwa sababu ya ile mchango tulifanya la Sunday about the family day. Tunashukuru kwa sababu tulijitolea kabisa. Kwa hivyo kwanza tujipigie makofi. Na tujue ya kwamba sisi ni wa muhimu katika hii parokia. We are the church. Na kwa sababu tunaendelea kusupport hii siku, tunaomba kwa sababu siku hiyo pesa tulikuwa tunatarajia hazikufika. Tunaomba pia leo tuweze kujitolea, tutoe mchango wa pili. Ndio siku hiyo iwe ya kufana sana. Kama vile our sister Lilian amesema, we are really na admire those couples wakaribie pesa ya Bwana. Si kila mtu anataka hivyo. Kwa hivyo tuchange kwa ukarimu na wale mashas tafadhali wasonge hapa mbele tufanye hiyo mchango kwa haraka kwa sababu ya masaa. God bless you. I know you are wonderful people. Tujipigie makofi tena. Tuleta mchango wa hii. Kwa ya tupatie wimbo. Asanteni sana. God bless you. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. Leo ni tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2025, Jumapili ya 4 ya Kwaresma, Letare Sancti. Dominika ijayo itakuwa Jumapili ya 5 ya Kwaresma. Misa ya kwanza saa 1 St. Don Bosco. Misa ya pili saa 3 St. Joseph. Misa ya tatu saa 5 Marriage Encounter. Leo wakatekumeni watakuwa na takaso la pili, second scrutiny, katika misa ya pili. Pia Jumapili ijayo watakuwa na takaso la 3, third scrutiny, katika misa ya pili. Wasimamizi wao wanaombwa wahudhurie bila kukosa. Leo kutakuwa na kuabudu Ekaristi Takatifu kuanzia saa 10 mchana na itaongozwa na St. Gregory Choir. Kikundi cha Haki na Amani ya CJPD watakuwa na mkutano wao leo kule Immaculate Station baada ya misa ya kwanza saa 4 asubuhi.
Jumuiya watume wawakilishi wao. Wanachama wanaombwa wavalie sare yao rasmi, pia watahudumu misa ya kwanza kule outstation. The Divine Mercy Catholic Church, Kariobangi South Self-Help Group, is inviting all parishioners to register and save with them. For more information, visit their help desk outside the church. All are welcome. Divine Mercy School is inviting all interested candidates willing to join our school for the interview from playgroup up to grade 8 on 7th April from 8 a.m. to 12 p.m. All are welcome. Kesho Jumatatu tarehe 31 mwezi huu itakuwa ni sikukuu ya Eid public holiday. Misa ya asubuhi itakuwa saa 12:15. Jumamosi ijayo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka huu, Blessed Virgin Mary BVM watakuwa na semina yao ya kila mwezi itakayoanza saa 3 asubuhi na njia ya msalaba, Marian Talks, sakramenti ya kitubio, misa takatifu, kisha kuabudu Eucharistia takatifu. Wale pia wangependa kujiunga nao wanaombwa kujiandikisha kupitia viongozi wao. Jumapili ijayo tutamtolea Mungu fungu la 10 katika misa zote takatifu. Jumapili ijayo tutakuwa na mkutano wa CMA baada ya misa takatifu ya pili kwenye ukumbi wa shule. Wanachama wavalie sare ya chama. Wakatekimeni wa shule za mabweni wanaombwa kurejelea mafundisho yao wiki ijayo kuanzia Jumanne saa 3 asubuhi. Kuandikisha hadi msinavas kunaendelea. Viongozi wa jumuiya wanaombwa kupitia kwenye helpdesk ya kanisa hapo nje ili wachukue orodha ya wanajumuiya. Kutakuwa na ubatizo wa watoto wachanga tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu, Easter Monday. Wazazi wanaombwa kuchukua fomu ya ubatizo kwenye bookshop ya kanisa. Mafundisho inaendelea leo kuanzia saa 9 mchana. On 27th of April 2025, we shall celebrate mass weddings in our family day. Jumuias and groups are requested to assist the planning through contributions. Kila siku ya Ijumaa hakutakuwa na misa ya asubuhi, lakini kutakuwa na njia ya msalaba hapa kanisani na outstation kuanzia saa 12 jioni ikifuatiwa na misa takatifu. Njia ya msalaba itaongozwa na lectors. Tangazo la tanzia. Tunatangaza kifo cha mwenda zake Mama Helen Mkesa, mamake Seminarian Paul Wanakuta. Misa ya wafu itakuwa kesho Jumatatu tarehe 31 kuanzia saa 1 jioni hapa kanisani. Mwanga wa milele umwangazie, Bwana apumzike kwa amani. Amina. Muwe na wiki yenye mafanikio. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. What
We give you thanks, Father, for calling us to serve you and your people. Strengthen us in our commitment to live a Christian life to the full. May we serve with joy and reach out to others in love. In Christ our Lord. Amen. Thank you. Wengine karibuni.